kuwataja, wanasema Simba haiwezi kufunguka kwa Al-Masry, itafungwa nyingi. Nimeshangaa, lakini nafikiri hawana statistics za kutosha na maybe hawajaifuatilia. Al-Masry sio timu ambayo inapenda kudominate. Sio timu ambayo inapenda kudominate wala sio timu ambayo ina huo uwezo wa kudominate dhidi ya timu kama Simba Sports Club. Nafikiri watu wanaichukulia poa tu. Na ndio maana katika discussion za hivi huoni wanaidiscuss Simba. Nafikiri wanadiscuss mambo mengine, wanadiscuss magari ya viongozi wa vilabu, wanadiscuss sijui vitu vingine. Unakuta mtu anadiscuss vitu ambavyo haviendani na muda ambao tuko nao, kwa sababu wanaichukulia poa Simba. Lakini mind you, Simba Sports Club wanaenda kuweka rekodi 3 za kipekee baada ya mchezo wa Al-Masry na Simba kumalizika katika dimba la Suez Canal. Of course wanachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwanza hawa concede bao. Umeelewa? Hilo jambo la kwanza. Na labda niseme tu kitu kimoja. Katika mchezo huu ikitokea Simba Sports Club haja concede bao, maana yake hajaruhusu bao, itakuwa ni timu ya kwanza ambayo imefanikiwa kuondoka pasipo kuruhusu nyavu zake kutikiswa kwenye hatua ya robo finali dhidi ya Al-Masry, kwa sababu toka Al-Masry wameanza kushiriki hatua ya robo finali mwaka 2018, mwaka 2020, 22 na huu Al-Masry katika hii robo finali 3 ambazo wamefika kwenye kombe la shirikisho wamefunga magoli au goli katika uwanja wao wa nyumbani. Bwana mtazamaji wa SFTV, tuko naye Heavyweight Dulla kuendelea kuzungumza yale ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni yale ambayo yanaihusu wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwa sasa wako pale nchini Misri katika jiji la Ismailia, wakiwa wanasubiri siku ya tarehe 2 mwezi wa 4 kupepetana na Al-Masry kutokea hapo katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Robo finali ya kwanza ikipigwa hapo, lakini tukiwa tunasubiri robo finali ya pili ambayo itapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Heavyweight, mambo ni aje? Kwema, mambo anasemaje ndugu yangu? Bana, tuko bulbul na Eid adhim kabisa. Eid tumeiona, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Wanaitikaje vile wala mambo yenu? Eid Mubarak, Eid Mubarak. Wanaita taqabbalallahu minna wa minkum. Atakubali Mwenyezi Mungu. Bana, wekundu Msimbazi Simba wanatimiza siku ya 3 leo pale nchini Misri. Tuliwahi kuzungumza namna ambavyo Al-Masry wamekuwa na ubora, wamekuwa na wachezaji wa kuchungwa ambao wekundu Msimbazi Simba ni lazima waangalie kwa jicho la umakini zaidi. Labda tuje kwa upande wa wekundu Msimbazi Simba kwenye mchezo huu sasa, wanapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba bendera ya Tanzania kwa kiasi chake aidha ushindi ama sare wanarudi nayo nyumbani? Of course wanachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwanza hawa concede bao. Umeelewa? Hilo jambo la kwanza. Na labda niseme tu kitu kimoja. Katika mchezo huu ikitokea Simba Sports Club haja concede bao, maana yake hajaruhusu bao, itakuwa ni timu ya kwanza ambayo imefanikiwa kuondoka pasipo kuruhusu nyavu zake kutikiswa kwenye hatua ya robo finali dhidi ya Al-Masry, kwa sababu toka Al-Masry wameanza kushiriki hatua ya robo finali mwaka 2018, mwaka 2020, 22 na huu Al-Masry katika hii robo finali 3 ambazo wamefika kwenye kombe la shirikisho wamefunga magoli au goli katika uwanja wao wa nyumbani kila wanapocheza nchini Misri. Wanaelewa, toka wakicheza na USM Alger waliwafunga goli 1, walivyocheza na RS Berkane waliweza kuwafunga mabao 4 katika michezo miwili ya robo finali ya nyumbani, kwa sababu kumbuka 2020 walicheza na RS Berkane pamoja na 2022 pia walibahatika kukutana pia na RS Berkane, na mara zote hizo walitikisa nyavu za RS Berkane katika mabao 2 katika kila mchezo wa nyumbani. Kwa hiyo Simba kama isiporuhusu bao itakuwa ni timu ya kwanza kutoruhusu bao katika ardhi ya Misri dhidi ya Al-Masry kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuzingatia, wanatakiwa wasiruhusu bao. Usiishie tu kuwaambia wasiruhusu bao, sababu unajua timu inavyoruhusu bao haimaanishi imetaka kuruhusu bao, bali imefanya makosa ambayo yamesababisha mpinzani kupata bao. Na miongoni mwa kitu ambacho Simba wanatakiwa waboreshe ni kujaribu kuboresha build up yao. Nafikiri unajua kwamba wameconcede mabao 2 kati ya 4 ambayo wamefungwa kwenye michuano hii katika makosa ya kufanya build up. Mabeki wanashindwa kufanya vizuri kwenye build up. Che Malone nafikiri unakumbuka vizuri mchezo dhidi ya CS Sfaxien katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini vile vile katika mchezo dhidi ya Bravos de Maquis kule nchini Angola pia waliweza kufanya blunder kwenye build up iliyosababisha bao ambalo lilifungwa na Abednego. Kwa mantiki hiyo, kama watarudia makosa, umeelewa? Nilitoka kusema mchezo wa Februari 8 mwaka 2025 hii, umeelewa, dhidi ya Alexandria,
Al Ittihad Alexandria, ambao mchezo ulimalizika kwa Al Masry kuweza kuondoka na ushindi wa mabao 2-1. Mchezo ulifanyika katika dimba la Burj Al Arab. Waliweza kupata bao kwa aina hii ya Alexandria kushindwa kufanya vizuri kwenye build up, ambako mlinzi wao Abdallah El Bekir aliweza kufanya makosa kwenye build up na kupelekea Khalid El Ghandwi kuweza kuwin ule mpira na kuweka kwa Karim Bambo ambaye aliweza kufunga bao. Kwa maana hiyo Simba Sports Club wanatakiwa wawe makini, kwa sababu viungo wa Al Masry wana uwezo wa kunufaika na ile space ambayo itapatikana pindi ambapo wanafanya build up na wakakosea katika harakati zao za kubuild mashambulizi kutokea nyuma. Hilo ni jambo la msingi sana sana. Kwa maana hiyo unataka kusema kwamba wako vizuri sana kwenye pressing na ndio dhaifu wa Simba. Of course siwezi nikasema hivyo, kwa sababu katika mabao ambao wamefunga ni moja tu ambao limetokana na hiyo, lakini ile Abdallah El Bekir aliweza kucontrol vibaya mpira. Alivyocontrol vibaya mpira ndo Khalid El Ghandwi aliweza kuwin. Ilikuwa ni katika mchezo wa ligi kuu nchini Egypt dhidi ya Al Ittihad Alexandria katika dimba la Burj Al Arab, na of course iliweza kuwasababishia wao kuweza kuondoka na ushindi wa mabao 2-1. Sawa Lakini ukija kwenye kombe la shirikisho hawajafunga goli lolote kutokana na blanda ambayo imesababishwa kwenye build up. Lakini nimejaribu kuiweka hiyo reference ili watu waweze kuelewa kwamba kama itatokea blanda ya moja kwa moja kama ambayo Simba, kwa sababu Simba wamekuwa na hii taratibu ya kufanya blanda kwenye build up, na kwa sababu mpinzani au opponent ambaye ndo Al Masry amewahi kufunga goli kwenye blanda ya build up, hiyo inaweza ikamfanya kurudia kuja kufunga bao. Na kama nilivyotoka kukwambia, na historia ya kufunga mabao katika dimba lake la nyumbani, especially anapocheza katika michezo ya robo finali ya kombe la shirikisho, kwa sababu huko kwenye Champions League huyu bwana mdogo, hii timu ndogo ndogo haijawahi kucheza mchezo wote, iwe kwenye qualification iwe kwenye group stage wala nini. Kwa hiyo hii michuano yake ni huku tu. Kwa hiyo ni bwana mdogo tu kwa Simba. Sawa, kwa hiyo usitishike sana. Lakini jambo la pili ni kwamba nafikiri unaelewa kwamba kuna bao ambalo lilifungwa kutokana na impact ya mpira wa kona bila shaka dhidi ya CS Constantine katika mchezo ambao Simba waliweza kuupoteza. Mchezo pekee ambao Simba walipoteza kwenye group stage unatokana na CS Constantine kuweza kushinda mabao 2-1, tena wakifanya comeback. Lile goli Abdurazak Hamza aliweza kujifunga, lilipigwa mpira wa kona ambao ulikuwa attempted na Abdurazak Hamza aliweza kuingiza mwenyewe nyavuni. Sasa mipira ya kona, mind you, jamani wabaya sana. Inabidi watu waelewe. Si unaelewa? Kwenye kombe la shirikisho of course wana bao moja ambao lilifunga kwa impact ya mpira wa kona. Si unaelewa? Ni mchezo dhidi ya Enyimba ambapo cross iliweza kupigwa na Khalid El Ghandwi ikitoka kwa Mahmud Hamada kwenye impact ya mpira mfupi wa kona, na bao likafungwa na Mohamed Hashim, center back huyu ambaye anaunda eneo la ulinzi la Al Masry. Lakini kama hujui pia ni kwamba wamefunga bao la kona dhidi ya Modern Sports. Mfungaji alikuwa ni Salah Mohsen ambaye aliweza kufunga hat-trick katika huo mchezo. Aliweza kufunga bao kwa mpira wa kona ambao kona iliweza kupigwa na Amri El Saadawi, na yeye aliweza kuconnect na mpira wa kichwa. Na mind huyu jamani hatari sana kwenye mipira ya vichwa. Katika mabao 7 ambao wamefunga kwenye ligi kuu nchini Misri, mabao 5 wamefunga kwa kichwa. Mawili tu ndio aliweza kufunga kwa mguu, ni katika brace ambao aliweza kuifunga katika mchezo dhidi ya Smuha FC. Mabao 2 katika huo mchezo alifunga, ndo aliweza kufunga kwa mguu. Mabao mengine alobakia yote ameweza kufunga kwa kichwa. Na hata hiyo hat-trick yake alofunga dhidi ya Modern Sports aliweza kuifunga kwa mpira wa kichwa. Na labda niwakumbushe tu, hiyo inakuwa hat-trick yao ya kwanza toka walipopata hat-trick yao ya mwisho mwaka 2016 dhidi ya ENPPI katika ligi kuu nchini Misri. Yeah, of course. Na hiyo ni kama kisasi tu, kwa sababu baada ya ENPPI kuweza kufungwa hat-trick 2016, mara ya mwisho Al Masry wanaruhusu mchezaji kuwafunga hat-trick ni mwaka 2021 ikifungwa na John Ebuka mwaka 2021 akiwa ENPPI. Ni kama walikuwa wanasawazisha tu ile record. Huyo John Ebuka sasa hivi kwa watu wasofahamu yupo katika kikosi cha Al Masry na ana bao moja katika ligi kuu nchini Egypt, na bado hajaficha kwenye mchezo wowote wa kombe la shirikisho barani Afrika. Najaribu tu kuwapa watu waelewe vitu vidogo kama hivyo, au sio? Lakini pia kuna mchezo mwingine ambao waliweza kufunga bao la kona, si unaelewa, dhidi ya Farco, mchezo ambao ulifanyika tarehe 16 Januari mwaka 2025 hii. Of course kona iliweza kupigwa na Hassan Ali na mpira ulikuwa connected na Mohamed Makhlouf, midfield maestro, kiungo mkabaji ambaye Simba wanapaswa kumwangalia sana. Aliweza kufunga kwa kichwa katika hiyo kona. Bao la pili lilo la kona wanafunga ni katika mchezo dhidi ya Farco ambao nimetoka kuelezea. Mchezo ulipigwa katika dimba la Burj Al Arab, na of course lilikuwa ndo bao pekee la mchezo, na jamaa Mohamed Makhlouf aliweza kuchukua tuzo ya man of the match.
Mchezo wa tatu pia ambao wamefunga mpira kwa kona katika ligi kuu nchini Misri, unaelewa, ni dhidi ya Petrojet. Of course ni katika consolation goal. Nikisema consolation goal maana yake goli la kufutia machozi ambao liliweza kufungwa kwa mpira wa kona, umeelewa. Of course ile kona iliweza ilipigwa na Saadawi basically. Yeah, of course iliweza kupigwa na Saadawi na aliweza kufunga bao lile. Alikuwa ni Khalid Sobi ambaye ni mlinzi ambaye anaunda partnership kwenye eneo la ulinzi wa kati pamoja na Mohamed Hashim, aliweza kufunga bao. Kwa tafsiri ya haraka, si unanielewa? Yeah. Watu wanabidi waelewe. No, alopiga ile kona ni sitaki kuwadanganya detail yoyote. Alikuwa ni Samir Fekir. Aliweza kupiga ile kona Samir Fekir na mpira ukawa connected na Khalid Sobi. Samir Fekir sasa hivi yupo katika kikosi cha Al-Ittihad Alexandria, anahudumu pale kwa mkopo kutokea Al-Masri. Mabao matatu wamefunga kwa mipira ya kona pamoja na bao moja katika kombe la shirikisho, inakuwa jumla wamefunga mabao 4 ya kona so far kwenye msimu huu. Simba wameruhusu goli kwa kupitia mpira wa kona. Kwa hiyo kama Simba wasipokuwa makini, automatically wanaweza wakalia katika eneo hilo. Si unaelewa? Lakini pia hata eneo la kuruhusu mpira, nafikiri unaelewa bao ambalo lilifungwa, bao la pili ambalo lilifungwa na CS Constantine, lilifungwa na captain Ibrahim Dib. Ulipigwa mpira mrefu nyuma ukaguswa na Kip Dennis na ukatua miguuni mwa Ibrahim Dib akaweza kustrike. Kama Simba watakuwa na uzembe wa kuclear mipira mirefu inayopigwa kutokea nyuma kwenda kwenye safu yao ya ulinzi, wanaweza kaingia matatizoni, kwa sababu mind katika mchezo dhidi ya Enyimba bao katika sare ya bao 1-1, nafikiri unakumbuka bao likifungwa na Ahmed Gabir au wanamuita Mido. Ilipigwa mpira mrefu kutokea nyuma, Salah Mohsin akaweza kugusa kwa kichwa ukaenda kwa Mido akafinya mabeki wawili akakevu na kuweza kufunga bao lake la kwanza la michuano hiyo. Kwa haraka ni kwamba wanatakiwa pia wafanyie kazi zile aerial duels, kwa sababu Waarabu nafikiri unaelewa jinsi gani ambavyo wamekuwa na ile strength ya kucheza mipira ya juu, na wanavyoiwin manake wanaweza kuprogress shambulizi kirahisi zaidi. Kwa mantiki hiyo, haya ni maeneo ambayo mimi na suggest Simba Sports Club kama wanahitaji kushinda basi wajaribu kufanyia marekebisho. Haya ndio maeneo muhimu zaidi kwenye kuhakikisha kwamba wanajaribu kuweka mchezo katika mikono salama, lakini mengine ni zaidi tu waweze kuwa pressurize wapinzani, wasiwape nafasi ya kucheza zaidi mpira, kwa sababu automatically inaonekana ni timu ambayo haina wastani mkubwa zaidi wa umiliki. Wanamiliki mpira kwa wastani wa chini ya 50%, maana yake wanaruhusu wapinzani kuweza kudominate. Ni michezo miwili tu dhidi ya Enyimba ndio waliweza kumiliki kwa wastani mkubwa zaidi wa umiliki, kuliko michezo mingine yote wamemiliki mpira chini ya wastani wa 50%, tofauti na Simba Sports Club ambayo imekuwa ni dominant kwenye michezo yake. Unavyodominate, kwa sababu nimesikia baadhi ya wachambuzi, siwezi kuwataja, wanasema Simba haiwezi kufunguka kwa Al-Masri, itafungwa nyingi. Nimeshangaa, lakini nafikiri hawana statistics za kutosha na maybe hawajaifuatilia. Al-Masri sio timu ambayo inapenda kudominate. Sio timu ambayo inapenda kudominate, wala sio timu ambayo ina huo uwezo wa kudominate dhidi ya timu kama Simba Sports Club. Nafikiri watu wanaichukulia poa tu, na ndio maana katika discussion za hivi huoni wanaidiscuss Simba. Nafikiri wanadiscuss mambo mengine, wanadiscuss magari ya viongozi wa vilabu, wanadiscuss sijui vitu vingine. Unakuta mtu anadiscuss vitu ambavyo haviendani na muda ambao tuko nao, kwa sababu wanaichukulia poa Simba. Lakini mind you, Simba Sports Club wanaenda kuweka rekodi 3 za kipekee baada ya mchezo wa Al-Masri na Simba kumalizika katika dimba la Suez Canal, na maybe ikitokea hizo record wakaziweka, tutakutana tena hapa na mimi nitazizungumza kama kawaida yangu, lakini kwa sasa hivi sitaki kuzitoa kwanza. Nasubiri mchezo upite. Baada ya mchezo kupita, of course hizo ni siri. Nikishazitoa inakuwa kila mtu kwenye redio ataanza kuzisema. Mimi nasubiri mchezo uchezwe, then nitazitoa baada ya hapo. Record 3 ambazo naamini Simba Sports Club anaenda kuziweka katika mchezo kati ya Al-Masri wakiwa kama wenyeji na Simba Sports Club wakiwa kama mgeni. Kwa hiyo usiwe na haraka. Sawa, usiwe na haraka. Baada ya game tu nitafuta. Tunajua madini yapo na muda na saa yote tutakuja kwa. Nitakupa location hiyo wapi tunaangalia mpira, ukae na mimi tuangalie game ikiisha pale na kutajia hizo record 3 ambazo Simba Sports Club watakuwa wameziweka katika huo mchezo. Na naamini Simba haitoniangusha. Itaweka tu record kwa sababu Simba inaishukuru
inanipa mimi platform, kwa sababu kama na yenyewe ingetolewa kwenye michuano ya kimataifa kama ambavyo timu zingine zimetolewa, automatically leo msingekuwa mnacha kunihoji, kwa sababu mimi katika sehemu ambayo napenda kutamba ni sehemu kama hizi, sababu huku porojo huku naweka mbali. Umeelewa? Of course kuna watu wanaleta porojo kwenye mambo kama haya ambayo yanahitaji facts nyingi, lakini ni wao. Ila kwa upande wangu mimi, linapokuja swala la mechi za kimataifa, African football, mimi kwa upande wangu naipa uzito mkubwa, na nakuja na vitu vya tofauti, na walisha watu vitu vya tofauti ili waweze kujua zile insights za michezo, kitu gani ambacho Simba anaweza kukifanya, kitu gani ambavyo vilabu vingine, kwa sababu mimi kwangu ninavyoiweka Simba na vilabu vingine vya Afrika na viweka kwenye uzani mmoja, the way nitakavyomuongelea Al Masry na the way ambavyo wachambuzi wa hapa wataongelea Simba, lakini mimi naweza nikamuongelea Al Masry kama ambavyo Simba anavyozungumziwa hapa, ili watu waweze pia kupata picha ya ukubwa zaidi dhidi ya Al Masry. Kwa hivyo mimi napenda na namshukuru Simba kwa kuweza kufika mbali kwenye hii michuano, kwa sababu ananipa mimi nafasi ya kuweza kuonyesha jinsi gani ambavyo naweza nikawachambua wapinzani wa Simba kwenye michuano hii. Kwa hiyo safi sana, na baada hapo naamini pia kwa sababu hajaniangusha kwenye hili, pia kwenye hizi record naamini hatuniangusha na tutazidiscuss hizo record. Bwana, na kama umenisikiliza ndio kuna moja tayari nishaigusia. Sawa, moja tayari nishaigusia, ila tu mpaka uwe na D2 au 3 D5 sio 2, D5 utagundua kuna moja tayari nimeshaigusia, lakini zaidi nitakuja kuweka kwa ukubwa zaidi mchezo ukishamalizika.